Baada ya hapo tutaingia katika tukio lile la furaha sasa, hafla ile, mikhalafa ambayo inaofanyika. Kwa ufupi, Uislamu umefundisha kwamba kwenye jambo la ndoa ni jambo la furaha. Kwa kuna mafunzo kwa wakina mama ya wao kusherehekea ndoa na bibi harusi kwa kupiga dufu. Uislamu asili yake umeharamisha maazifu zote, ala zote, nyenzo zote za mziki na taarabu, nyenzo za mambo ya anasa ya mziki hivi vyote vimeharamishwa. Magita, firimbi, ngoma, dufu lenyewe pia limeharamishwa. Isipokuwa sasa Uislamu ukavua hili dufu kwa wakina mama, tena kwenye minasaba maalum. Ndio maana hakuna sheria kwamba kwa mfano tuko hapa sisi, mashaallah, tumemaliza daura yetu leo vizuri, basi leo tufurahie tupige dufu hapa. Haya, leteni madufu. Au leo tumefanya musabaka ilmia ya wakina mama, wamemaliza musabaka, mshindi aliohifadhi hadithi 40 katika 40 an-Nawawiyya ni huyu, aliohifadhi hadithi ngapi katika. Baada ya hapo waomba, haya leteni madufu tudumbwize hapa. Hakuna. Kwa sababu asili ya dufu ni nini? Lenyewe pia nini? Haramu. Kwa limehalalishwa katika mambo maalumu, ni mlango umefunguliwa maalumu, mlango mdogo kabisa, minasaba ya harusi na minasaba ya Idi. Minasaba hii ni ili wameafikiana wanawachuoni. Kwa hiyo kwenye ndoa, baada ya mtu bibi harusi kashaolewa, kuna ile kupelekwa kwa bwana au kabla ya kwenda kwa bwana watu kushereheka. Yaruhusiwa, na Mtume alimuuliza Aisha, kwani nyinyi hamna pumbao lolote, lahu yoyote mkafanya? Kwa sababu Ansaru wanapenda lahu. Kwa hiyo ndio inachukuliwa vidufu, watoto pale, mabinti vigori wanapiga, watu wanacheza, wanafurahi, wanaimba nyimbo za kisheria, sio nyimbo ambazo ndani yake zina maasi au zaamsha hisia za kimapenzi na zinaa. Na kucheza ni kucheza kwa kawaida, usiokuwa michezo ya kihuni. Kuna michezo ya kihuni kule kwetu inaitwa kaanga nyonyo. Inaitwa kaanga nyonyo. Watapiga dufu vizuri, utasikia sasa ikifika hiyo kaanga nyonyo hiyo. Kwa tena watasimama sasa, wanaserebuka hapo mbele sasa. Pamoja kwamba ni wanawake watupu, mmeruhusiwa kucheza michezo, mmekaa manyonga nyonga mikono huku na huku, furaha, umesimama, umekwenda, umetunza, umefanya hivi. Lakini tena katika maviuno, michezo ya kihuni inatoa haiba. Hata wanawake kwa wanawake mtashangaa, kumbe naye pia yule yumo. Kumbe mke wa shehe pia naye. Haya, yule si uhuni ule. Hii michezo haifai. Unaona, imetoka katika desturi ya kawaida, katika urfu, watu wanakushangaa. Hiyo ni michezo ya ngoma huko kwenye baikoko. Kwa hiyo watu wanaruhusiwa kuimba nyimbo za ada zisoingia ala, nyewe mkatumia midomo yenu mkawa mnaimba nyimbo za ada, na mkacheza michezo mizuri isiyopoteza haiba na heshima ya mwanamke, wala isiyo ndani yake na kujifananisha na watu wahuni washenzi. Wacheza hilo jambo limeruhusiwa kisheria. Sasa mikhalafa inopatikana katika hii ni mingi. Wanawake kuyafanya haya mambo mbele za wanaume, ambalo hili ni jambo la kawaida kabisa kwetu. Wanawake unakuta inawezekana hata hilo dufu hakuna, wameingiza na jambo la haramu, mziki na mabaikoko na marusha roho na vigodoro. Sasa hivi kuna kitu kinaitwa kijamvi kule kwetu, kwani sijui mimi, lakini kwetu Pangani, Tanga, wapi na viunga vyake, kuna kitu kinaitwa kijamvi, ngoma ya kishenzi kabisa. Hakuna ngoma ya kistaarabu, lakini hii imezidi ushenzi. Ndani yake wanalewa,
ndani yake wanaandaa kinywaji fulani kimechanganywa na kungu na ukwaju, ambao akinywa yule mwanamke lazima arembue, lazima alegee kama kalewa fulani hivi. Na kuna mirungi vijana wanakula wa kiume, na kuna nini hizi pombe cavent wanaziita. Watu hapo sasa wanakula mrungi, wanakunywa pombe. Unaweza ukaomba nyimbo, na nyimbo zao katika vijamvi ni zile nyimbo za zamani za kina Juma Bado, zilipendwa zile za taratibu, zile nyimbo za pani za kina Hadija Kopa taratibu. Kwa pale anasimama mwanamke, anaweza akaomba nyimbo akacheza, anakuja anatunzwa. Anaweza akasimama kijana, naye kijana akanyanyua kidole juu. Na ndio maana utaona kwenye vijamvi, nasallallahu as-salamata al-afia, vijamvi vyote vina mashoga. Haya ni mambo nasema, hizi ni tabia za kwetu za Tanga, Pangani na viunga vyake, mikoa ya Kidigo na kadha. Kama ninavyosema mimi huwa siogopi, kwa sababu mimi sisemi siogopi hata kusema jamii yetu. Wala mimi sina desturi kwa maana naisema jamii fulani mimi naogopa. Mimi sina ubaguzi. Kwamba kwetu sisi, kwetu. Haya mambo ya kishenzi yapo kwenye miji yetu ya Pangani kwetu tulipozaliwa. Mambo yasiyofaa kabisa. Kwa hiyo hapo watu watakula mirungi, watu watalewa na watu watazini. Na mashoga wanakuja. Ni mambo machafu ya ajabu, ambao hakuna moyo wa mtu mwenye imani anaweza kuvumilia, lakini yanafanyika kwenye harusi za Waislamu. Vigodoro, naitwa vigodoro, ni hii muziki. Yajua huku kwenu, huku hakuna. Kwenye harusi yako yale majispika makubwa. Basi vishindo vyake hasa huko kwetu ni mikubwa. Watu watacheza wake kwa waume, watu watafanya hivi, watu haramun. Uislamu haina maana umefananisha ndoa na kifo. Sehemu yenye msiba na yenye ndoa ni kweli hazifanani, lakini tuna mipaka ya kisheria ya kusherehekea. Wanawake kwa wanawake, pasiwe na ikhtilaf. Kwa mukhalafa katika hili, nataja mukhalafa wa kwanza ni kusuhubiana hizi hafla na mziki. Mziki ni haramu. Mukhalafa wa pili ni mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake, au kwenye hiki kidufu wanaopiga wanawake wakaingia vijana wa kiume, au wakawa wanaume wanawaona. Hapana, ni wanawake kwa wanawake, na iwe ni dufu na kuimba ada. Kusiwe na mziki, kusiwe na ala zozote za kutumbuiza isipokuwa dufu tu. Na dufu hilo halitakiwi kuwa na zile nini naitwaje zile, kuna madufu yanatiwa vile vibati, yasiwe na vibati. Yakiwa na vibati, madufu hayo pia haramu. Ni dufu lisiwe na vibati, sababu kile kibati kinavolia ni ala ile. Zile ni ala za kizamani. Zamani watu walikuwa na marimba. Unajua marimba? Watu wanachukua vitu wanatengeneza hivi na vijitu wakipiga hivi. Watu walikuwa zamani wanatumia utari. Utari ule mtu anaupiga utari na kijitu unalia. Hizi zote ni ala za muziki za zamani na zile haramishwa. Leo zimezuka za kisasa. Kwa dufu liwe ni dufu tupu. Na dufu manake ni aina fulani ya kama ngoma, lakini iliyokatwa upande mmoja iko wazi na ni fupi. Kwa dufu nafahamika tu, tari nafahamika. Kusiwe na muziki, tuseme mukhalafa wa kwanza ni muziki ndani yake. Mukhalafa wa pili ni ikhtilati baina ar-rijali wan nisa. Mukhalafa wa tatu ni kutoka wanawake ndani ya majumba yao na mapambo yao, huku wanaonekanwa wakielekea katika hafla hiyo. Wanawake wa Kiislamu, toka nyumbani kwako na hijabu yako ya kisheria full. Tunakwenda wapi? Leo tunakwenda sehemu fulani, pana hafla, pana ndoa. Tuna dufu leo. Mmejistiri, mkafika pale sehemu ambayo imetengwa, imezibwa ni nyinyi, waruhusiwa kupunguza mavazi yao. Ukabakia na baadhi ya nguo ambazo zimestiri ile uchi mzito. Kuanzia magotini nguo mpaka kifuani imefunika, mkapunguza. Una gauni lako, una dera lako, kaeka pale mabaibui pembeni.
ukaonekana mapambo yako na wanawake wenzio, mkafurahi pale, mkatunzana, mkavaa nguo zenu, mkatoka. Halali? Kwa sababu kuna mapambo waruhusiwa kuonekanwa na baba yako na kaka yako na watoto wa kaka yako na watoto wa dada yako wa kiume, wanawake wenzio. Kwa wale wanawake wenzio waruhusiwa kufanya hivyo. Sio kwamba pia sisi basi ndio tena uko pale kwenye shughuli na majuba yako fudu na nikabu pia unyanyui. Nini ambaye huyo salafia wa kweli huyo bwana? Labda kama una yako tu, wana mtu mwingine anaweza akawa hajiamini kufunua sura. Kama una hilo sawa. Unajua mtu asijiamini ama hapa nikifunua ila kitazama wenzio amefunua, kila anayefunua chuma, kila kinafunua chuma. Leo kaona meenda hivi mpaka wenzio mfuata, mbona basi ufunui? Hataki. Labda kama hujiamini, lakini sheria imekuruhusu kupunguza. Lakini huko unapotoka huko usionyeshe mapambo yako, wala yubidina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao. Tumeelewana? Lakini pia kutoka majumbani na yale manukato na maudi ulojitia ni haramu. Wenda wapi? Ndio kuna harusi. Haya ni mambo tumejiachia. Wakina mama wanatoka wanakwenda katika shughuli, wamepanda magari, wamejipamba, makeup, ulizia maperfume. Haya ni mambo ya haramu. Mwanamke amewekewa mipaka na ndugu zetu, dada zetu, shangazi zetu. Haya mambo kila siku tuyasema, lakini wamekuwa wagumu kubadilika. Lakini tumuombe Allah tabaraka wa taala alainishe nyoyo zao na Allah waongoze katika haki. Katika mikhalafa mengine ni jambo la kuwa tunawaiga baadhi ya watu, yani wa magharibi, katika hafla zetu. Mnafahamu nyinyi kwamba zamani hatukuwa na desturi sisi ya kwenda maukumbini kukodisha maholi, au sio jamani? Au harusi ilikuwa watu kwenye maholi. Jambo la maholini hatusemi kwamba kutafuta eneo maalumu mkakaa ni haramu, lakini hili jambo sasa limekuwa kama ni jambo la lazima. Ni jambo limekuja kutitia taklifu ya kutia gharama. Kukodisha holi ni 600,000, 700,000, ni milioni. Hali ya kuwa nyumbani pana eneo zuri, twaweza kuweka maturubai tukafunga, twaweza kujistiri tukafanya shughuli yetu tukamaliza bila ya kutoa hata 50,000. Lakini watu wako radhi wakatoe 700,000, milioni kukodisha ukumbi, holi. Holi hilo watu wa muziki wako hapo, watu wa vijana vipenda hapo, wanasiasa wako hapo. Wewe uko tayari ukampe mtu dhalimu, fasiki, mshenzi anawaleta wanamuziki kwenye holi hiyo akamuasi Allah, uko tayari ukamsupport kwa kutoa 600,000, 7 milioni ili ufanye harusi yako, ili bibi harusi aekwe katika jukwaa, manassa. Ndio maana ya imma kama al-Imam Ibn Baz na wengineo walizungumza jambo hili katika kuwaiga magharibi. Ni yule mwanamke kuvalishwa gauni fulani maalumu jeupe na kofia yake nyeupe, yani sare, soksi nyeupe, vazi maalumu ambalo hilo limetambulika limetoka kwa magharibi. Achona kaeleza haifai. Kama kuna mavazi ni mushtaraka, wanashirikiana, anaweza kuvaa huyu akavaa huyu, sawa. Lakini kuanzia hilo vazi likiwa ni maalumu, vazi hili linatoka kwa watu wasiokuwa Waislamu, tumewaiga, haifai. Alafu kuna desturi maalumu ya binti kuwekwa juu ya jukwaa na bwana harusi kukaa, kuna muda anaingizwa. Hii haramu. Binti amewekwa mbele za watu, amepambika, bwana harusi naye anaingia, kijana wa kiume anawaona watu wengine kwenye ukumbi nao wamejipamba. Hizi ni ada za kimagharibi, hakuna katika Uislamu. Uislamu tunaona binti ameolewa, anachukuliwa binti, baada ya furaha apelekwa kwa nani? Kwa mume.
Lakini leo tumefanya pia kama tumecomplicate, tumefanya mambo kuwa ni magumu, kwamba sherehe hizi lazima zikafanyike kwenye ukumbi fulani kwa gharama nyingi. Jukwaa, utasikia lile jukwaa lililopambwa pale ni milioni 4. Wallahi juzi naambiwa lile jukwaa pale lilipopambwa lile yule bibi harusi alopandishwa ni milioni 4. Hii ni mikhalafa, kufanya israfu. Jukwaa ndo nini? Yaani kumbe bibi harusi lazima apandwe kwenye jukwaa na bwana harusi alazimishwa apandwe. Sasa anaingia, je, mmemuona kijana anamkumbatia pale mkewe, kijana anampiga mabusu mbele za watu, mambo haya haramu. Au kuna watu wana mila ambao pia imenipita kidogo, ya wakati ya posa amekubaliwa kuja na pete ya dhahabu kumvalisha binti anatarajia kumwoa katika kidole, katika kwenye mkono wa kulia, ambapo hizi mila za kimagharibi. Na leo katika miji kama ya Mombasa baadhi ya watu wana desturi hizo. Sijajua huku kwenu nini, kwamba kijana anapokuja pale posa leo ndo watu wanakwenda, ana pete imenunuliwa ya dhahabu anamvalisha kwenye mkono wa kulia. Kwa siku ile akiingia ukumbini sasa ndio pale unaona anaivua ile pete kutoka kwenye mkono wa kulia anamvalisha kwenye mkono wa nini, wa kushoto. Hizi ni mila za kimagharibi za kinasara na Kiyahudi. Uislamu hauna mambo haya, wala sisi hatuna pete za uchumba. Wewe una zawadi yako ya pete, mpe tu. Tuna pete ya uchumba, wala hatuna pete siku hii sasa ya ndoa ndio ushaoa waitoa waivua waiweka huko. Haya ni mambo ya kimagharibi, sio mafunzo ya Uislamu, na huku ni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu, na jambo hilo ni haramu. Kwa hiyo sisi tuwanasihi hasa ndugu zetu ambao nyinyi mwatuelewa sana. Wallahi sisi tufurahi kwamba wanawake wa kisalafi ya salafiyat wamekuwa ni watu waelewa sana kila siku. Fanyeni jambo lenu vizuri tu nyumbani kwa sura tu ya kawaida, pigeni dufu, mmefurahi, mwenda zenu. Usitumie gharama, utaenda kodisha holi ili iweje? Kwani hapa hamwezi ukafanya hili jambo? Na hatusemi kwamba hiyo ni haramu moja kwa moja, lakini kama kuna taklifu ya kutumia mali na gharama na watu kujikalifisha, haifai. Kwa nini tusifanye tu jambo hili kwa utaratibu sana? Ama mila za manasa kwamba sasa binti anakaa juu na anakuja kijana, jambo hilo halifai. Lakini wao wenyewe binti akatafutiwa labda kiti, akakaa sehemu, kiti maalum pale katika nini, pambwa, watu wakamtunza na kadha, wanawake kwa wanawake, jambo hilo ni jambo halina tabu, ni jambo jaiz, yafaa. Na katika hizi hafla sasa kuimba, kuna jambo la kuweka maspika lafanyika hata katika hizi dufu ambazo tuzipiga, lakini spika sasa ile sauti ya wanaoimba yafika mbali. Wanaozuoni wengi kama al-Imam Ibn Baz wa ghairuhu wanasema ile sauti yatakiwa watu wasitumie maspika, masauti yakafika mbali. Lakini si haramu ikiwa wanawake kimfano wako hapa wanaimba ile sauti wakasikia wanaume ambao labda wako jirani wanapita, haiambii kwamba hivyo ni haramu. Sheikh Al-Albani ile ameelezea vizuri kabisa. Waliporuhusiwa manake yaweza sauti ikanyanyuka. Mfano wako hapa, wewe unapita hapo ukasikia wanaimba wakina dada hao, hawaambiwi wanapata madhambi. Pale ile ni ruhusa, kwa maana haya ni mambo ya ruhusa, yameruhusiwa. Lakini sasa wanaochuoni hawaonelei ni vizuri kasa tunaweka na maspika. Mwanamke kaghani tena spika yafika huko, si sawa. Wengine wana vispika vidogo vidogo vya pale baina yao, sauti mtu asiumie. Yani iwe katika urfu na desturi iliyokuwa nzuri. Tusiwe sisi tupiga madufu lakini tuwaiga wale washenzi wa kuweka maspika, masauti yakafika huko ukawaudhi watu wengine, ukakera watu. Sababu pia hili tulizingatie. Yaweza ikaja fitna ya sauti za wanawake zikafika kwa watu wengine mbali zaidi, lakini pia kuna kuudhi watu, kuudhi majirani kwa sauti, watu wamepumzika wengine, kuna watu wagonjwa, mkaa huku mpo kwenye furaha, lakini sababu ya kupata nini? Ya kupata madhambi. Tufanyeni jambo katika sura ya kawaida nzuri ambayo haitopelekea watu kuingia katika mikhalafa mbalimbali. Na hakuna mengine kama nilivyosema, yako mengi katika miji mingine watu
mwanamke na mwanamume akisha kaoa akaalikwa kule, akatoka na mkewe kapendeza, wakaenda huku, kuna lunch kule, kuna lunch huku, wanawake wanakutana, watu wanatumia gharama nyingi. Haya mambo yote ni mambo ya kuigaiga. Kuigaiga, mambo ya kuiga si mambo mazuri. Inatakiwa tushikamane na sheria ya Uislamu. Kwa hiyo na nyinyi kama nilivyosema, ikiwa kuna mambo mengine yanafanyika huku kwenu kinemesha juu ya mikhalafa, basi tunaweza tukatanabahishana kuna hili na hili, lakini haya niliyozungumza inawezekana sikumaliza yote, lakini ni mambo yatosha. Kuna mambo hapo katikati, kumwandaa binti, kumpamba na mikhalafa ya binti, kuungwa nywele akasukwa marasta akaungwa nywele za bandia, mambo hayo ni haramu. Na mambo ya kumnyoa nyusi, mambo hayo ni haramu. Kuna mambo ya kuwapeleka mabinti wakati mwingine kwa vijana wakawasugua miguu. Unajua siku hizi wanawake wanasuguliwa miguu na vijana. Na kama mwanamke pale mguu unasuguliwa kucha na vijana, yani kwenye masaluni mbalimbali. Haya ni mambo ya haramu, haifai. Kuna mambo ya kuweka mabinti makucha ya bandia kenda nayo huko, na mambo ya kutia baadhi ya dawa binti akaambwa hizi asizioshe, akawa haswali kwa sababu kichwani ana kadha. Kuna mikhalafa ya watu kupoteza muda katika maharusi, hafla. Yani ikawa tena wanawake, mtu ataswala ile ya faradhi imempita, wanaume wako ambao wanapitwa na jamaa nini, nipo kwenye shughuli, nilikuwa nakita malingoti, nilikuwa ndo nasungusa turubai. Yani kuna uzembe unafanyika katika hafla kwa wanaume na wanawake. Mtu ikawa swala imepika ipitisha wakati wake, anakuja kukidhi, hapana. Na bwana harusi wakati mwingine haswali, bibi harusi wakati mwingine namna vile yuko kwenye maandalizi, kapakwa piko hapa, kapakwa hina hapa, nywele zimefanywa hivi, huku kavalishwa hili, hana wakati wa kutia udhu, swala za mpita tu. Au ndo yupo kwenye sehemu hiyo, katolewa kwenye ukumbi magharibi mpaka Isha, magharibi yote imempita, kuanzia alasiri kaekwa pale kwenye kiti mpaka adhana, yupo kwenye kiti kakaa mpaka Isha. Hii ni mikhalafa mikubwa kabisa ya watu kukhalifu au kuacha swala zikawapita, ima wale waliohudhuria au bibi harusi au bwana harusi. Ila maghairi dhalik, mimi niweke hapo.